Hello. Hello. Habari? Nzuri. Nawasiliana na Brothers Academy. Ndio, tafadhali karibu nikuhudumie. Mimi nimefeli kidato cha 4 na nimewasikia Brothers kwa muda mrefu. Je, waweza nisaidia? Ndio. Sisi ni Brothers Academy, wale mabingwa wa kufaulisha waliofeli kidato cha 4 na cha 6 QT, A-level kwa mwaka mmoja. Kozi za lugha tunatoa. Hostel zipo topa Dar es Salaam, karibuni nyote. Bwana vipi mwanafamilia wa Costa TV, mimi ni Emmanuel Fanuel na naenda kukuletea taarifa za ndani ya kapeti ambazo zimejificha kulikweli kutoka katika klabu ya Dar es Salaam Yanga Africa. Ikumbukwe msimu huu wa 24-25 unaelekea tamati kutamatika ili kuingia katika msimu wa 25-26, lakini klabu ya Dar es Salaam Yanga Africa imehamishia majeshi yake kwenda kuivunja moja kati ya klabu kubwa hapa nchini Tanzania, nikiwa na maanisha Azam FC. Mpaka hivi sasa Dar es Salaam Yanga Africa imeingia katika mazungumzo na mwakilishi wa Faisal Feitoto ili kuweza kuinasa saini ya Faisal Feitoto ama Fela Sufiri, kijana kutoka kule nchini Zanzibar. Lakini sababu za Faisal kutaka kurudishwa nyumbani ni kutokana na Stefan Azizi Ki, namba 10 ya Yanga ama Baba Mobeto, kuhitaji na kuambia viongozi wa Yanga kwamba yeye anahitaji kwenda kucheza FIFA World Cup Club, mashindano ya kimataifa ya virabu ambayo yanategemewa kufanyika mwezi Juni katika nchi ya Marekani. Vile vile timu ya Dar es Salaam Yanga imeonyesha nia hiyo mara baada ya klabu watani wake wa jadi Simba Sports Club kuweza kuvamia dili hilo la Faisal Feitoto. Mpaka hivi sasa Faisal Feitoto anadiri ama ana ofa 3 mezani, ikiwepo ofa ya kwanza ni kuongeza mkataba katika klabu anaitumikia hivi sasa, nikimaanisha Azam FC. Ofa nyingine ni ofa ya kuelekea Dar es Salaam Young Africa, na ofa ya mwisho ni kuelekea katika vilabu vya Simba Sports Club. Simba nao nia yao ni kubwa sana kuweza kumpata Faisal, kwa sababu kocha wa Simba Sports Club Fadlu Davis alisikika kusema baada ya mchezo kutamatika dhidi ya Al Masry katika mchezo uliowasaidia kufuzu hatua ya nusu finali, kutoka robo finali kwenda nusu finali katika kombe la shirikisho barani Afrika. Alisema bado wanahitaji namba 10 kutoka Tanzania ambaye ataisaidia timu kisawasawa. Vile vile Yanga hawajaishia hapo, wakatamani kweli kwenda kuendelea kuivunja klabu ya Azam FC, na kabisa wakaenda kuvunja namba 6 ya Azam FC, namba 6 ambayo wanasemaga ni modern football player, ambaye mchezaji anacheza soka la kisasa ama soka new football. Si mwingine ni Adolf Mtasigwa. Ni kusemekana kwamba mchezaji wa Dar es Salaam Africa Harid Aucho, Mganda huyu, anategemewa kuondoka katika klabu ya Yanga kutokana na umri wake kusogea ama kupiga hatua mbele. Kwa hiyo Dar es Salaam Yanga Africa wakasema bwana, ngoja tukamfuate. Wameenda tena kumuulizia sokoni kama wanaweza kumpata. Vile vile Yanga hawakuishia hapo, wakaenda kumtafuta Sila ili kuweza kukimbia katika winga ya kushoto, kwa sababu mpaka hivi sasa Pacome Zouzoua naye hajaongeza mkataba katika klabu ya Yanga. Kuna wachezaji tegemezi kweli wa Yanga ambao mpaka hivi sasa hawajafanikiwa kuongeza mkataba, akiwemo Pacome Zouzoua wa Ivory Coast, huyu ambaye sasa hivi ni mchezaji tegemezi katika klabu ya Yanga. Kwa hiyo Yanga wameenda kwa Sila kwenda kumuulizia kwamba tunaweza tukampata aweze kuwa msaidizi na kuisaidia timu. Lakini vile vile Yanga wakasema tunahitaji beki wakati, na Yanga wakaondoka kuelekea JKT Tanzania kwenda kumuulizia beki wao mmoja ambaye aliwasumbua sana katika miaka hivi karibuni. Lakini utakumbuka Faisal Feitoto ashaitumikia Singida United, akatoka hapo akaja kuitumikia Dar es Salaam Young Africa na kutimkia katika klabu ya Azam. Lakini Fei aliondoka kwa maneno mengi sana Dar es Salaam Young Africa. Yalisikika maneno Faisal akisikika akisema kwamba alikuwa analishwa, mama yake mzazi alisema mwanae analishwa ugali na sukari. Sasa Fei maneno yale ndio yalikuwa maneno kama ya uchochezi fulani hivi, yakamsababisha kuondoka katika klabu ya Dar es Salaam Young Africa. Na sababu zingine zilisikika zikisema kwamba sababu ni Azizi Stefan Ki kulipwa mshahara mkubwa na kufanya kazi ndogo, lakini Fei analipwa mshahara mdogo anafanya kazi kubwa katika viunga vya Dar es Salaam Young Africa, na ndio ikasababisha Fei kutafuta marisho mengine. Lakini hapa katikati Faisal alipata ofa ya kwenda Wydad, na bado kocha Lulan Mokoena alisikika kusema kwamba moja kati ya viungo bora sana ndani ya Afrika hivi sasa huwezi shindwa kumtaja Faisal Feitoto anayetumikia klabu ya Azam FC. Sasa hii ni fursa kwa Faisal Feitoto
kuangalia vipi atatengeneza maisha yake na vipi ataitumikia timu ambayo itaenda kumsajili ama itaenda kumuongezea mkataba. Yanga wana nafasi kubwa sana kumchukua, Simba wana nafasi kubwa sana kumchukua, Azam FC pia wana nafasi kubwa sana kumuongezea mkataba. Lakini ni vipi Fei atakuwa na matamanio gani? Atatamani kucheza Confederation Cup, atatamani kucheza Champions League ya Afrika? Kama atatamani, itambidi yeye Fei Salum Fei Toto aweze kuondoka katika viunga vya Azam FC, kutokana na Azam FC wamekuwa si timu wenye muendelezo ama consistency nzuri sana ya kuendelea kubaki katika kombe lolote lile la kimataifa. Ikumbuke washatolewa katika nafasi za awali mara nyingi sana wakishindwa kufuzu, japokuwa wakiwa na timu bora yenye wachezaji bora, wakiwepo mpaka wachezaji kutoka nchi za Ulaya. Vile vile hii ni nafasi pia kwa Simba Sports Club, kwa sababu Simba Sports Club sasa hivi iko chini ya kiungo namba 10 wa juu, nikimaanisha Ahua, ambaye mashabiki wamekuwa akilia naye sana kwamba kuna siku baadhi kiwango chake kinapanda, kuna siku baadhi kiwango chake kinashuka. Hivyo ni wakati sahihi sasa Faisal kwenda kuitumikia klabu ya Simba ambayo hivi sasa ipo kwenye mashindano ya kimataifa na ipo nafasi ya pili katika ligi kuu Tanzania bara. Hii ni nafasi nzuri kwa Faisal kwenda kuitumikia Yanga ama kwenda kutumikia Simba Sports Club. Mimi ni Emmanuel Fano, ulikuwa nami wakati wote na saa yote. Shukrani sana.